mfuatiliaji wa Lasta Media, leo usiku ambayo imesubiriwa kwa siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, siku ambayo imesubiriwa na mashabiki wengi wa mpira wa miguu, dabi kati ya Yanga na Simba, dabi ambayo ni kubwa, ni dabi ya 5 Afrika ambayo imesubiriwa kwa siku ya leo. Kwa sasa tunaangalia namna hali ya uwanja ilivyo na mashabiki, japo Simba wanasema hawezi kuja kwenye mechi, lakini inaonyesha kuna mwitikio wa mashabiki wa Simba wapo mbalimbali, japo ni wachache kuliko wa Yanga, lakini inaonekana na wenyewe wana mwitikio na wanaendelea kuja katika uwanja huu kwa support timu yao ambao siku ya leo wanaenda kutafuta pointi 3 ambazo zitafanya kwa katika sehemu nzuri. Hapa ni hali ya uwanja ilivyo na mashabiki wote wa timu zote mbili akiwa wameingia katika uwanja huu wa Taifa. Ndio hali ilivyo. Ni muda ya mchana kabisa na mechi kumbuka itapigwa mida ya saa 1:15 ambapo leo itakuwa mechi kati ya Simba na Yanga ambayo inatafuta mshindi. Sasa hapa nikutana na mashabiki wa Simba waweze kutuelezea kwa namna gani wamejiandaa, kwa namna gani wanaiamini timu yao siku ya leo. Vipi, unaitwa nani? Naitwa Samuel Sidoni. Naam, leo ni tarehe 8, siku ambayo imesubiriwa sana, imesubiriwa kwa hamu muweze kupata pointi 3, bila kuna taarifa ambazo zilitokea kwamba timu ya Simba haitaweza kuja uwanjani, ila nyie mashabiki mpo faida yenu mnaanza kufika hapa. Je, na uhakika timu itakuja au ndio hivyo mmeamua kufika hapa? Taarifa itakayotokea hiyo ndio mlipokea? Taarifa atakayopokea kwa masikitiko ni kutokuleta timu uwanjani, hiyo point. Ila sisi tunaomba wachezaji viongozi wetu walifanyie kazi hili, na kama watakuwa tayari walizuiliwa getini kutokuingia na kusadikika, basi waitume kwa mamlaka husika yenyewe ichukue hili swala, walijue kama kuadhibiwe mtu adhibiwe kutokana na kosa lake, si ndio? Hivyo tunataka. Ila masikitiko makubwa kutokuleta timu uwanjani, maana watu wametoka mbali. Mfano mimi natoka Dodoma plaza, nimefuata Simba ili angalie burudani, umeelewa, hususan kwenye dabi, na siku moja kabla sina ndugu, mimi na guest, umeelewa, alafu nimepoteza hela zote hizo, nimekishakata tiketi 20,000 VPD, umeelewa, alafu leo hii wanaambia mechi imeahirishwa. Hiyo hela narudishana nani? Cha kwanza, umeona, hiyo hela narudishana nani? Hiyo tu acha kula nauli si na nini hiyo tiketi. Nikitoa hiyo ameahirisha mechi, watafanya kesho kutwa, maana tuingie au tusiingie, hapo washaanza kuingia uwanjani. Mfano usipoleta mechi, usipoleta timu uwanjani, itakuwaje kwenye sura zetu sisi? Hiyo hapo tunasema ni mfia timu, utakuwa mfia timu. Utakuwa mfia timu. Mfia timu maana yake nini? Kiswahili gani unaongea bra? Kwamba lolote itakayotokea utalipokea. Sisi tutakapokea, kwa sababu mimi sina uwezo kwenda kushika TFF kuongea nao TFF au kuongea na viongozi wangu wa Simba. Sina uwezo huo kwenda kuongea nao, lakini mimi binafsi ningeomba hadi timu uwanjani tuteze timu. Hao wengine wataeleweka. Hapo kuna masuala kichawi inaendelea. Ndio hapa shida yote mpira bongo. Imani za kishirikina ndio zinatufanya sisi mpaka leo hii mpira wetu hauendi Kairo, ndio shida. Lakini hizi zingekuwa imani za kishirikina moja mbili hizi, mpira unacheza kama kawaida. Hii inakuwa kama mara ya pili. Kuna kama sitofahamu. Hasa hizi jamani, kwa wetu wa Tanzania hawezi kukua kwa staili hii. Unaweza kujitapa tangu kusema sisi tuko ligi nafasi ya 6, basi tuko na nini. Kwa hivi walapo tunafuatiliwa watu sasa hivi kama mtu wetu wanafuatiliwa kwa ligi bora nafasi ya 6. Watu wanafuatiliwa toka mabara ya nje. Vipi na wao naona kwenye finish kama hizi mwenye mbili. Au kwenye mechi ambazo kama dabi. Wewe unasema dabi, maana yake kama ilivyokuwa mbele yetu wa mbele huko. Inawezekanaje kwa staili hii? Kwa hiyo mimi nikaona binafsi nikaona kama inawezekana. Kwa hiyo timu uwanjani, ndio muda ule usiwaigishwe na nini. Muda ule ucheze mechi, mambo mengine yataendelea. Katika maelezo yako umesema kwamba kuna masuala ya kichawi au ya kishirikina. Kwa hiyo Simba kuja saa 3 kufanya mazoezi, wao ndio unawatuhumu kwamba wana mambo ya kichawi au ni ligi kwa ujumla? Yanga ndo wanahisi hawa wakija mida hiyo saa 3 wataweka uchawi wao. Maana yake wanakumbuka ile mechi walipoteza SM Alger ya ligi ya kufuzu robo finali. Wasema sisi tutumie uwanja siku moja kabla, ndio maana wao walipata matokeo ya chini, walifeli kwenda kufuzu robo finali, si ndio? Yes, au kama walidraw. Maana yake waliona kama labda tukiingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi, pekee tutafanya mambo yetu mengine ndani. Hivyo ndivyo ninavyofikiria mimi. Kwa hiyo kuna mambo ya ushirikina unaendelea, hapa ndani. Japokuwa serikali haamini ushirikina, lakini ni upo na ndio raisiwa hivyo. Mpaka meneja bila shangaa, ndio nasema meneja
meneja ana taarifa kwa siku ya kufanya mazoezi. Hivi inawezekanaje? Yaani meneja wa uwanja hata hana taarifa kutoka kwa kamishna. Hivyo ona siku moja kabla kuelekea mechi. Wewe usio taarifa, leo kumekucha sasa. Kumekucha wewe kufanya mazoezi, mtu anasema una taarifa. Hivi ni kweli? Haija akilini blaza. Inawezekana hata taarifa kweli. Kwa nini wewe una taarifa? Unafanya kazi gani? Wewe nani? Wewe kama kamishna hajatoa taarifa. Kwa nini usitoe taarifa? Kwa kamishna yuko Yanga. Meneja wa uwanja yuko Yanga. Yuko TFF yeye. Yuko TFF. Kamishna wa uwanja anatoka TFF. Meneja wa uwanja. Wale mabouncer. Wale mabouncer walikuwa timu gani? Wale ndio hizo mabouncer walikuwa timu gani? Maana kama mabouncer bidi waambie kabisa kwamba bwana hapa kuna ratiba iko 1 2 3 straight. Wanakuja wanaingia wanaingia. Kwisha. Basi nikushukuru sana. Ngoja tuendelee kusubiria tuone kama Simba ataweza kuleta timu au atagoma kwa mujibu wa barua ilivyokuwa. Shukuru sana. Pamoja bro.